unaponya, unaponya, unaponya Bwana, unaponya, unaponya Bwana. Imba wewe Yesu, wewe Baba, Mungu wetu, Mungu wetu, ni Mungu Baba unayeweza. Imba wewe Yesu, wewe Baba, ni Mungu wetu, Mungu wetu, ni Mungu Baba unayeweza. Yesu unaweza, unaweza, Baba, unaweza, Yesu unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza, Baba, unaweza, unaweza Baba, unaweza, unaweza Bwana, unaponya, 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 unaponya Bwana, unaponya, unaponya Baba, wabariki, 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 wabariki Bwana Yesu, wabariki, wabariki Bwana. Baba, unaweza, 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 unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana. wewe Yesu, wewe Baba, Mungu wetu, Mungu wetu, ni Mungu Baba unayeweza. Imba wewe Yesu, wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. unaweza, 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 unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana. Baba, katika jina la Yesu, ni siku tena nyingine Bwana ambayo umetupa nafasi na kibali cha kuwepo mbele zako. Asante Mungu uliye mwaminifu kwa ajili ya ibada hii. Asante Mungu uliye mwaminifu kwa kibali hiki. Asante Mungu uliye mwaminifu kwa namna ambavyo umetupigania na kututetea katikati ya giza nene. Umeachilia neema yako ye Bwana Jumanne hii ya leo tuwepe mbele zako. Tunanyenyekea na kushuka magotini pako. Ni wewe peke yako unayetosha katikati yetu. Achilia neema yako, achilia nguvu zako, achilia wingu lako, achilia uwepo wako katikati yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, tunajiachilia kwako Bwana, tunashuka magotini pako Bwana, tunashuka chini ya mbawa zako. Turehemu e Mungu, turehemu Mwana wa Daudi, turehemu Yesu Kristo, turehemu Roho Mtakatifu, turehemu Mungu pamoja nasi. Anza nasi ibada ya siku ya leo. Tembea pamoja nasi e Bwana, tembea pamoja na nguvu zako, tembea pamoja na wingu lako. Achilia neema yako Bwana, tufungue katika kila namna ya mazingira na mifumo tunayopitia, kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ndio kila kitu kwetu. Tunahitaji neema yako, tunahitaji baraka zako, tunahitaji nguvu zako, tunahitaji upendo wako, tunahitaji neema yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tuhudumie Bwana, tuhudumie katika ibada hii, tuhudumie Bwana, tuhudumie katika ibada hii, tuhudumie Bwana, tuhudumie katika ibada hii. Unatosha peke yako Mungu, katika jina la Yesu. Bwana, uwepo wako uwe pamoja na sisi. Anza nasi, tufundishe, tuwezeshe, tutembeze katika wingu lako, katika jina la Yesu aliye hai. Utukufu wako Bwana na nguvu zako Mungu zitufunike katikati ya ibada hii. Karibu Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi.
Mwongezee Yesu makofi tena. Mwongezee Yesu makofi. Ongeza tena 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 makofi. Pigie Yesu makofi zaidi. Pigie Yesu makofi. Mpe Yesu makofi. Mpe Yesu makofi. Mpe Yesu makofi. Msalimie jirani yako, mwambie karibu kwenye ibada. Mwambie karibu kwenye ibada. Mwambie karibu kwenye ibada. Mwambie karibu kwenye ibada. Mwambie Bwana awe pamoja nawe. Mwambie akusamehe maovu yako. Mwambie akuponye magonjwa yako. Uwe na wingi wa heri. Mpe Yesu tena makofi. Mpe tena Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku nyingine tena Mungu ametupa kibali. Amen. Jamani amen. Jamani amen. Jamani amen. Mwambie mwenzio hongera kwa Pasaka. Mwambie tena hongera kwa Pasaka. Mwambie tena hongera kwa kuvuka. Mwambie tena hongera kwa kuvuka. Ni neema ya Mungu tu tena ametupa kibali kuiona siku nyingine tena ya leo ambayo Bwana ametujalia. Sema amina katika jina la Yesu. Sema amina katika jina la Yesu. Tumeendelea na maombi ya toba kwa wiki nzima zilizopita, lakini tukijikita kwenye toba mbalimbali, na tukasema tutaendelea kuwa na maombi ya toba kwa sababu huu ni mwaka ambao lazima tuhakikishe tunapambana kuhakikisha kwamba Bwana anaturudishia miaka yetu na hatua zetu zilizoibiwa. Amen, amen. Jamani amen, amen. Jamani amen, amen. Kwa wiki kadhaa tulizokuwa tumemaliza kabla ya Pasaka, hatujaanza maombi ya Pasaka. Nakumbuka tulikuwa na endelea na kichwa kilichokuwa kinatusukuma kurudisha miaka iliyopita, iliyoibiwa au iliyoliwa na nzige na tumatu na tunutu. Tukawa tumefika kwenye kipengele kinachosema jifunze kuchunguza asili yako ya kuzaliwa, kwa maana ya kuchunguza misingi yake, asili ya babako na asili ya mamako, kwamba katika hatua za miaka mingi ya watu wengi kuliwa, wengi unajikuta vitu vingi vinajitia vinatokana na asili yake na namna alivyozaliwa. Watu wengi mifumo mingi iliyowashikilia na miungu na madhabahu nyingi zilizowashikilia ni vile madhabahu za asili. Zile madhabahu walizokuwa nazo baba zao ndizo zinazowashikilia. Kwa hiyo tukasema ili uweze kuvuka katika kila hatua, ni lazima uanze kuchunguza zile hatua na asili yako na mahali ulikotokea na mahali unakokwenda. Lazima uchunguze wazazi wako waliishi mazingira yepi, misingi na mifumo ya historia yao ikoje. Unaweza ukaona teseka na jambo, unafikiri limekukumba ni wewe, kumbe ni jambo la asili, ni jambo la kulisi, ni jambo ambalo liko kwenye mfumo. Kwa tukasema kila mtu ajibidishe kuhakikisha anamwomba Mungu ili apate kumwelekeza na apate kugundua asili yake
na mazingira ya asili yake mahali alikotoka. Tuliongea kwa mapana sana, nadhani kila mmoja ameendelea kufuatilia, lakini wako wengine ambao yaliishia pale pale, anasubiri tena hajashituliwe. Ni kama vile unavyoshitua upepo. Kila tunapojifunza hawezi kuchukua hatua, kila tunapojifunza hawezi kuchukua hatua. Na ujuage, kila unapojifunza kitu kipya, ujue adui yako naye anapambana namna ya kuzuia hicho kitu kisipate nafasi kwenye moyo wako. Kumbuka tuko kwenye ulimwengu wa vita, na kila unapopambana unatamani kutoboa, ujue iko vita inayoshughulika na wewe ili usipate kuvuka. Haleluya jamani, haleluya jamani, haleluya jamani, haleluya. Naamini kila mtu, na ndio maana tulipokuwa tunatembea na maombi kwa ajili ya Pasaka, utagundua Mungu alianza kutufunulia vitu ambavyo viko kwenye mfumo wa somo hili, hata kama tulikuwa kwenye mazingira mengine. Na ukianza kufuatilia, nimeendelea kufuatilia mimi ibada za watu wengine na mazingira mengine na semina nyingi zinazoendelea kwenye nchi, unagundua asilimia kubwa ya semina nyingi zinawaelekeza watu kwenye toba, zinawaelekeza watu kwenye toba, zinawaelekeza kwenye watu toba. Hii ni dalili ya wazi kwamba kuna kitu Mungu anachokitafuta kwenye kanisa. Kuna mahali ambapo kanisa halijakaa sawa, na sisi hapa ndo Mungu ameendelea kutukumbusha kila siku kwamba tung'ang'ane kuhangaika kuona namna ambavyo tunajiondoa kwenye asili zetu. Jambo la tatu tukasema, uhakikishe unazibomoa madhabahu, unabomoa madhabahu ile alionayo ya kulisi babako. Tunaona Gideon miaka mingi alilalamika sana na alikuwa anapata shida sana. Kwa nini hadithi zote tulizohadithiwa, nguvu za Mungu wetu tunayemtumikia zilivyo hazijaonekana kwenye maisha haya? Tumekuwa watu wa kuteseka, tumekuwa watu wa kupigwa, tumekuwa watu wa kukandamizwa na maadui, tumekuwa watu wa kukataliwa na maadui. Alikuwa na maswali mengi sana kwenye maisha yake. Ni watu wa kujificha ficha tu. Kwa sababu unajua kile kipindi mtu akizungumza kwamba wana wa Israeli walipitia katika hali ngumu, unaweza ukafikiri kitu cha kawaida. Wewe ufikirie umelima, wanakuja watu wanabeba vyakula vyako vyote ulivyolima, store yote wanapakia, wanaondoka nayo. Umeona? Umefuga ng'ombe zako, wanakuja wanabeba ng'ombe, wanaswaga. Yaani kila mnachozalisha ni halali, wanasubiri mkusanye. Kipindi mnalima wanapotea kwanza. Wakisha jua tayari mmevikusanya tayari gharani, wanakuja wanaanza kubeba. Kwa hiyo walianza kufanya kazi ya kutafuta mapango. Fikiria wanatafuta mapango ya kwenda kuficha vyakula. Yaani mtu anavuna mlimani, anaenda tafuta shimo, anafikia huko kwenye mawe. Sasa ujue mtu kama anafikia vyakula kwenye mawe huko, ujue kuna nyoka, kuna fuko, kuna panya. Kwa hiyo alikuwa na vita namna fulani. Ukikwepa nyumbani, bado kule polini kuna wanyama. Kuna wanyama, kuna wadudu watakula mazao yako. Kwa unajikuta kwamba watu walikuwa kwenye vita kubwa sana. Walitawaliwa kwa kiwango kikubwa. Manyanyaso yalikuwa makubwa. Lakini angalia, anakuja kuambiwa chanzo na sababu ili inayokusababisha Gideon siwe na uhalali wa kuziona nguvu za Mungu ni madhabahu aliyonayo babako. Kwa mateso yote haya mnayopitia ni madhabahu. Mateso yote haya mnayopitia ni miungu iliyowashikilia. Bwana asifiwe. Hata wana wa Israeli wakiwa Misri, unakuja kugundua kwamba pamoja na kwamba walikuwa wamekamatwa, wanaishi kule, wanaonekana mazingira wanayokaa wao yalikuwa na usalama sana na nini, lakini kwa nini walishikiliwa na walikuwa hawezi kutoka? Unagundua miungu iliwashikilia. Watu wa Yesu, sijui kama nanielewa. Bwana asifiwe. Unagundua walikaa kule kwa muda wote, kilichokuwa mojawapo kilichowashikilia ni miungu. Na ndio maana ili wapate uhalali wa kuondoka, Mungu alilazimika kuihukumu ile miungu ya Wamisri. Kuondoa uhalali wa miungu ya Wamisri kufanya kazi katikati ya Waisraeli. Hebu soma Kutoka 12. Labda tutaelewa vizuri hapa. Bwana asifiwe. Kutoka 12. Kutoka 12.
Kutoka sura ya 12. Kutoka sura ya 12 mstari wa 12. Tunahitaji uwe na maiki kidogo. Wezi. Kumi na mbili imeandikwa, nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Asante sana. Unaona hilo neno, anasema nitapiga wazaliwa wote wa kwanza wa Misri. Lakini angalia ninachotaka kuzungumza hapa, anasema nami nitaihukumu. Manake ataiondolea uhalali miungu ya Misri kuwamiliki watu wake. Jamani, haleluya. Sio kama mnaelewa kitu hicho. Kwa hiyo unaweza ukawa unalalamika, unaomba, unalia, unafanya hiki, wanakuambia toa na sadaka, usifanye na hili na lile. Usipojua vilivyokushikilia, utakuwa unajisikia leo una nguvu za Mungu, alafu kesho unashangaa uko vile vile. Hujawahi ona watu wanatoa shuhuda, wapendwa, mwaka huu tunaukata, unashangaa mnafunga mwaka yuko vile vile, saa zingine ndio amefifika kuliko mwanzo. Hamjawahi ona watu wa namna hiyo? Wana upepo tu wa pressure. Na ndio maana Biblia inasema sikimbilie kutamka Bwana asifiwe. Naongea na watu. Bwana asifiwe. Amen. Kama mmetamka ndio mnataka mkatae kuitikia amina. Yaani nakwambia warokole ni wepesi sana wa kuropoka ropoka. Haleluya wapendwa. Anaweza kachemka kwenye pambio penye mkutano, kachemka kaona amekuwa nabii, akaanza kutabiri hapo hapo. Yaani yaliyoshikilia na kucheka sasa, wewe mjinga kabisa. Umeropoka hapo, nafikiri nyumbani hatu. Mmoja juzi ananiambia baba, yani haleluya, tulivyomaliza kutoa ile sadaka tu, ametoa sadaka. Aliamka saa 9 yake tena, tukaamka tena saa 9 kuomba. Alisikia nguvu ya Mungu kweli kweli baada ya kutoa sadaka ile saa 9, kaomba kanyaga kweli kweli. Akarara. Akakuta amerudi kijijini kwao. Yanamwambia unafuta tuweza. Usingizi. Hajawahi ona. Bwana asifiwe. Yanambia hatutoe sadaka zako hizo. Sadaka zako zinapambana na sisi. Bwana asifiwe. Yaani sikiliza. Mimi watu nimewaambia juzi, nikisema tunapoingia kwenye mifumo ya kutoa sadaka, sio kwamba ndo unasema tayari nimetoa sadaka, haijawahi enda kupambana vita. Sadaka tunajenga msingi wa kuangusha madhabahu zisiwe na uhalali wa kufanya kazi. Sio kwamba madhabahu isipokuwa na uhalali ukikaa ndo umevuka. Manake ni kwamba sadaka tunataka ianze, unapotoa sadaka unapokea maelekezo. Unapata neema ya kuanza kupokea nini? Maelekezo. Bwana asifiwe. Mmoja baada ya kutoa ile sadaka, ameota, amerudishwa nyumbani, anakutana mpaka na watu walio marehemu, waliokufa. Umenielewa? Kwa sababu baada ya kutoa zile sadaka anakutana na vitu vingi, siwezi kuvishuhudia, yeye ameshuhudia tu. Lakini angalia, baada ya kutoa zile sadaka tu, na yeye mwishoni anapoanza kupambana naye anasema, hizo sadaka unazotoa hizo kwa unataka unaona, yani analalamika kwa ajili ya sadaka. Kuna watu wengine hata pale tumefanya hajajua. Kuna mwingine ameshalizika, anajua tayari tumeomba, amerelax. Sikiliza,
Kila unapoanza kubisha mlango, zile kelele na maadui wanajua unabisha mlango. Kila unapoanza kutafuta hatua, na maadui wanajua unatafuta hatua. Usifikiri shetani ni mjinga vile kwa mkisha sema tu Baba katika jina la Yesu nimemkanyaga shetani. Anakanyagwa ovyo ovyo tu. Hivi ujui ile ni timu pinzani? Na wauliza swali, mwamjui ile ni timu pinzani? Yana hizi timu unazosikia kubwa, unasikia wanasema imeifunga Mbeya City 2-1. Kupata hayo magoli 2 kaifuatilia, imetoa jasho. Sifikiri iliipata tu. Bwana asifiwe. Wangekuwa ni wajinga tu wangekuwa nafungwa hata 20-30. Umewahi sikia Yanga imeifunga Mbeya City 10? Itapenya wapi? Hata waende Dar es Salaam wafuata, hawafungwagi ovyo. Wewe ukasikia unasema timu yetu mbabe inaenda Afrika. Ikirudi nyumbani inapigwa vibao. Unakuta timu tu kimetoka huko polini, kimeidhalilisha. Ndio wa kimataifa wamepigwa na tulichoka. Sababu za nini? Ule uchovu unaosema tulichoka ndio unavyopigwa kwenye ulimwengu wa roho. Na nakwambia, yani cha kwanza shetani anachofanya vita, akisha juu umeanza kungangana kutafuta msalaba, yeye anangangana kuuchosha mwili wako. Ili uanze kuona umechoka, upate kwa sababu kakulala. Ukilala tu. Si mnasikia Jumapili niliwaambia nyewe, ukiona nguvu ya maombi imeshuka msikimbilie kulala. Waulize wote waliolala juzi. Walipotoa sadaka, wengine mpaka wamezira urokole. Pigwa kweli. Sababu mimi sasa ndo sijaelewa. Ndo sijalala kabisa. Umeenda kuichokoza miungu alafu na koroma. Hivi mnafikiri miungu ni kitu chepesi tu inasema sisi tunaondoka? Yaani mijitu mahali ambapo ninapopata faida uiondoe tu kienyeji. Jamani sikilizeni, hata kama unatafuta ni uchumi, unatafuta ni maisha, hakuna kitu ambacho sio vita. Siku moja marehemu Magufuli alisema uchumi ni vita. Ukigusa nyanja za uchumi unapambana, ni vita. Wewe unataka kumzuia aliyekuwa anabeba madini ambayo ndio kule alikuwa akikuibia wewe, analipa mishahara watu wake kule wazee wasiojiweza. Alafu mzuie asipate ili wale wazee wasile kule. Fanya mnafikiri kitu cha kawaida nyinyi? Watu wako tayari kupambana juu ya rasilimali za nchi yetu, kuhakikisha tunakuwa na akili ndogo ili waendelee kupata. Alafu wewe utokee unayetafuta maarifa ya kuwazuia. Hakuna utakapopenya kirahisi. Kila unapotaka mpenyo, tambua ni vita. Mungu mwenyewe angalia anapotoa wa Israeli Misri, hajawatoa kwa gharama ndogo. Wewe piga hesabu, wana wa Israeli zilikuwa nyumba ngapi? Na kondoo walichinjwa wangapi? Zilikuwa hela ngapi ungeuza kondoo waliochinjwa siku hii moja? Ili tu mtatoke. Kwani Mungu alikuwa haweza akashindwa akasema ondokeni? Unafikiri Farao alikuwa anaweza kumzuia Mungu? Unaelewa kwa nini? Mungu ni wa haki. Hebu sema Mungu ni wa haki. Hata kama Farao alikuwa na makosa, alikuwa hawezi kumuonea. Lazima awaondoe watu wake kwa kanuni. Walienda kule kwa sadaka, walikula vyakula vya Farao, aliwalisha bure. Sasa unajua watu hawaelewagi. Mungu asingewatoa wale bila kutoa sadaka juu ya ile nchi. Lazima na wao watoe ya kuumizwa, kwa sababu walienda kule kwa ajili ya njaa. Walikula sadaka za Wamisri. Walienda kule kisadaka, watatokeaje nje na sadaka? Mungu ni wa kanuni. Ndio maana nakwambia mimi ni Mungu nikufundishaye kupata faida. Maana yake ni mimi ni Mungu nikufundishaye kanuni zinazoweza kukufanya wewe upate faida. Au amwelewe kwa nini walitoa ng'ombe, mbuzi kila nyumba?
walienda kule njaa, walikuwa wanakula vya Wamisri, walijiungamanisha na vyakula vya Wamisri. Vile vyakula walivyokuwa nakula wakati wa Yusufu vilitoka kwenye ardhi ya Wamisri, na Wamisri ndio waliosimamia miungu, na walikuwa naamini miungu ndio hapa nini vyakula. Ndio maana ili waondoe watoto wake alilazimika kuihukumu miungu walioila. Hawajaelewa. Na nielewa, angalau funge mkono kidogo. Naelewa. We pambana kusema wapendwa mwaka huu tunatoboa, alafu huna uwezo wa kutoa sadaka. Utaona utawapushi watu watatoboa, alafu uliyesema tutatoboa, uliyewapa unabii, utabaki na njaa. Mimi nataka niwahakikishie hakuna kanuni ya kivuko isiyodai sadaka ya kivuko. Na kama unafikiri mimi mwongo, hata hizi tu ibada, angaliaga ukiwa mvivu wa kutoa sadaka, utayapima matokeo yako. Huwezi kulinganisha na mtu anayetoa sadaka. Mama upo? Mwingine anasema ilikuwa Jumapili jana nilitoa sadaka, sasa napata wapi nyingine? Ukiona uwezi kupata sadaka ya Jumatatu baada ya kutoka Jumapili, ujue umefungwa. Si mnakumbuka jana Jumapili niliongea nini? Unakumbuka Isaka na babake Ibrahim anapoenda, Isaka anapoenda kutolewa kwa sadaka? Unakumbuka Ibrahim anapoulizwa na mtoto kwamba tutatoa nini? Alisema hakuna sadaka ya kutolewa kule. Sikiliza, Mungu alimwambia hivi, Abraham alimwambia hivi mwanae, kwa Bwana inapatikana. Bwana atatupa sadaka ya kutoa kule. Amen. Jamani, amen. Bwana atatupa sadaka ya kutoa. Kwa lugha nyepesi, hakuna mtu aliye na uwezo wa kutoa sadaka kama Mungu hajampa kutoa sadaka, kwa sababu Mungu mwenyewe ndo sadaka. Hicho unachotoa ni cha kwake. Kwa hiyo utakapogundua kwamba sadaka sio kwamba unaweza kumshawishi Mungu kwa ukubwa wa sadaka au kwa udogo wa sadaka, maelekezo ya sadaka unaweza kusikia. Waangalie wana wa Israeli, nawaambia toeni kondoo wa muda huu, kamchinjeni. Ukisoma misali hapo nyuma. Lakini mimi ninachotaka kuzungumza leo kwako kwamba tambua kila mahali ulipo, unapoishi, kila sababu ya mkwamo wako kuna vimiungu vinavyosimamia mkwamo wako. Kwa hata ukishatoa sadaka sasa, likaenda kupigwa lile jeshi lilokuwa linasimama, ili lile jeshi lisipate njia ya kurudi, lazima miungu ile ihukumiwe. Miungu isipohukumiwa utarudi kwenye system tu. Na ndio maana naambia wewe huwezi kujua, utasema wana wa Israeli walijiingizaje kwenye miungu? Kwenye chakula tu walichokula. Kama wa Israeli wa Misri walikuwa waabudu miungu, si ndio? Naongea na watu. Kama walikuwa waabudu miungu, kwani walikuwa hawalimi kwa mifumo ya miungu yao? Walikuwa wakusanyi chakula kwa miungu yao? Walikuwa watoe zile sadaka za walizopata kwa miungu yao? Kwa hiyo wana wa Israeli walikuwa nakula nini? Walikuwa nakula chakula cha miungu. Kama walikuwa wanatolewa, vitu vyao vinatolewa kwa miungu. Usifikiri unasema baba unasemeje? Waangalie wanaporudi njiani, njaa imewagonga Eliasi, wanasema tunakumbuka masufuria ya nyama. Walikuwa kule, walikuwa hawali ugali. Unajua wengine wanafikiri kule walifuata ugali tu na wali. Walikula vyote. Kwani walikumbuka masufuria ya wali? Walikumbuka masufuria ya nyama. Bwana asifiwe. Manake na zile nyama hazikuwa za kwao. Maana zingekuwa za kwao, si wangechinja? Si walisema tunaondoka na vitu vyetu? Vilikuwa haviwatoshi, walikuwa na gonga za Wamisri. Sema ameni, ameni. Jamani sema ameni, ameni. Unajuaje zile nyama zilikuwa zimeandaliweje? Kama unavyogongaga nyama tu, ujuaje zinaandaliweje? Bwana asifiwe. Yaani kuna watu kishaona nyama hawezi kujiuliza imetoleweje hii nyama. Maadamu ni nyama, anasema Mungu atasamehe. Kwa hiyo
uweze kupata neema ya milango, Bwana umruhusu Bwana arudishe miaka yako, lazima ujifunze kubomoa madhabahu ya baba yako, ili Mungu apate nafasi ya kuihukumu miungu. Ile miungu ikihukumiwa, manake iondolewe uhalali wa kuongoza. Mahali ilipokuwa inamiliki miungu, Mungu apate nafasi. Na ndio maana Farao alikuwa mbabe, alikuwa anajaribu kupambana na Mungu, na alialika na watu wake wababe, waganga. Walipambana kule mwanzo, wakapambana kuna mahali waligundua mapambano hayawezi kuwasaidia. Hivi Musa ametengeneza chawa na nyinyi mmeongezea chawa alafu wale chawa hawawaumi wa Israeli, wanawauma nye. Sasa wakagundua jamani, ina maana tunamsaidia Musa. Alafu kila wakitengeneza, mmewahi soma Biblia, walikuwa hawana uwezo wa kuondoa. Si mnakumbuka Musa alitengeneza nyoka na wao wakatengeneza nyoka, walishindwa kurudisha zile nyoka zao. Nyoka wa Musa kameza wote. Ndio maana fimbo ya Musa ilikuwa kiboko ili kusanya uchawi wote wa Misri ulikamle. Hivi naelewa hicho kitu. Hivi mmewahi jiuliza wale nyoka walipomezwa, alafu Musa kaenda kashika fimbo yake ikarudi pale pale. Mmewahi jiuliza wale nyoka wa Misri walienda wapi? Elias, mmewahi jiuliza? Nyoka Musa alitupa fimbo chini, na wao wakasema mzee huyu asikutishe na sisi tunaweza, akatupa. Wote walikuja na fimbo, alafu hao wakurudi na fimbo. Walimuongezea Musa nguvu. Sikiliza, ile miungu ilipofika pale iliingia kwa Musa, maana haina uwezo wa kusimama mbele ya Mungu wa Musa. Ikawaambia, jamani, ni kweli mmetuleta bila kurudi tulikotoka, tumechakua mateka. Kwa lugha nyepesi, nyoka walitekwa, nguvu zao zilitekwa. Katengeneza vyura na wao wakajaribu kuleta vyura. Haya ndio vimeongezeka sasa. Yaani kama Musa alitengeneza tu vyura tulikuwa tunaruka huko mjani. Ukiongeza wewe tunaanza kuja na kwenye mic. Alafu wao kule Gosheni wanaraha hamna vyura. Wazee akachunguna sasa kule hamna vyura. Hebu fikiria Mungu alivyo, God ni kiboko. Yaani huu ni mpaka hapa. Chura hawezi kuvuka hapa. Ardhi ni ya kwako na miliki ni ya kwako, lakini chura havuki kwa mtumishi wa Mungu. Wewe vyura wanavukeje kwako? Bwana asifiwe. Mama mmoja alisema, mchungaji, kwa kweli unatugusa. Yaani ulivyozungumza kwa panya. Kumbe panya walikuwa wanamtesa ndani. Ila kweli sasa ndo nimejua mimi sijaokoka. Kwa mateso ya panya walioko mle ndani. Bwana asifiwe. Lakini sio kwamba nilisema uongo. Leta panya humu ndani, hawakai hapa, hawawezi. Humu ndani hawawezi. Watatembea humo chini, watakimbia, watakosa furaha. Yaani panya kiingia kwenye nyumba ambayo iko vizuri, atakuwa anateseka mpaka kute mapango, akute mahali umulimo weka uchafu, ndio anaweza kuishi. Lakini mkiwa salama ni baridi tu kama hivi, hawezi kujificha hata kwenye makurubai haya. Hawezi. Akiingia hapa panya atakimbilia hapa. Hawezi kaka kwenye hayo mabenchi. Panya kwanza anataka raha, panya anataka furaha, panya anataka joto. Jamani, tuko pamoja? Umewahi jiuliza nyoka wale walienda wapi? Bwana asifiwe. Na ndio maana Mungu aliamua kuihukumu miungu. Wewe fikiria vumbi, Mungu alikuwa na uwezo. Yaani jamani, huyu Mungu tumemkosea tu. Tunahitaji toba ya kutosha. Ujuage Mungu wetu ana uwezo wa kubadilisha hata vumbi lililoko hapo nje zikawa hela. Hamjawahi ona kwa Musa? Vumbi liligeuka kuwa viroboto. Wewe angalia unavyoteswa na wachawi. Ungekuwa na ile nguvu ya Mungu, ungeruhusu tu viroboto kwamba nyewe vumbi geuka.
kafuate kila wachawi walimu, alafu mjae ndani. Na wachawi wana vituko, waliwahi fanya vituko huko Vwao. Walijaza viropoto kwenye chumba cha mchungaji. Hamjawahi sikia? Kaulizeni Mbozi huko. Mchungaji anahamia tu, wakajua huyu nani. Wakaanza mashambulizi, wakapeleka paka maviroboto. Mimi nawaambia Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Tumewahi pita mahali viroboto vilijazwa ndani. Tembamba. Tuko tunakuta tu tumejaa mwilini. Kabla ya kwanza hatukujua, tukawa tunajiuliza labda wamepita kwenye kuku, kwenye mabanda kuku, labda hata umbwa hatukufuga. Bwana asifiwe. Lakini nashangaa tu viroboto. Ndipo siku moja ndo naambiwa Mungu tu amezuia, mlikuwa mmetumiwa viroboto vya kuwauma. Na Mungu ameyaficha macho yenu msivione, mngetetemeka. Bwana asifiwe. Nilipopata hiyo fursa na ingia kuomba. Hata wenzangu sijui kama mle ndani waligunduaje viliondokeje. Hamna aliyegundua kwamba tulitu viroboto tumeondoka. Ila tunamshukuru Mungu tulikuwa hatungati. Bwana alizuia kabisa. Haleluya watu wa Mungu. Ni nani anayetamani atokee anyoshe mkono? Tafuta kushughulikia miungu kwa kiasi. Usitafute kuwepo ibadani tu unasikia unaondoka. Unasikia unaondoka. Acheni tubadilike. Hivi vitu vinawezekana. Haya maisha tunayolianayo yako wazi, yanawezekana. Mungu mwenyewe tunayemtafuta sio Mungu wa kutafutwa kihivi. Yeye anasema wazi, sikio lake wala sio zito. Sababu ya uzito ni sisi tunaosababisha uzito. Nilikuwa namsikiliza mtumishi wa Mungu mmoja juzi. Akasema mnapambana sana kwamba Mungu wetu anaweza, Mungu wetu anaweza, Mungu wetu anaweza. Hivi mwahi jiuliza kwa nini Mungu wa wengi wenzena anazaa sana? Ana matokeo makubwa kuliko wa kwenu. Katika kitabu cha Yoshua nimesahau mlango, lakini kuna maneno yanasema sasa, basi sasa mcheni Bwana mkamtumikie, acheni miungu yenu. Haleluya jamani, haleluya. Basi sasa mcheni Bwana mkamtumikie, acheni miungu yenu. Basi sasa mtumikieni Bwana, acheni miungu yenu. Miungu ina nafasi ya kufunga watoto. Miungu ina nafasi ya kufunga chakula. Miungu ina nafasi ya kufunga mfumo wa uzalishaji. Na watu wengi hawaelewi kwamba ile miungu inafungeje wakati ipo kwa ajili yako. Hivi mnaelewa? Nyanyua kichwa nitazame. Unaelewa miungu inafungeje? Sikiliza, tunaposema miungu inafunga kila kitu, usifikiri miungu ile ndio inakuja kufunga. Ile si ni ya kwako. Naongea na wewe. Si ni ya kwako ile. Silikaa kwa ajili ya kukubariki. Unafikiri kwa nini nafunga? Iko hivi. Anayesababisha ifungwe sio miungu yenyewe, ni Mungu. Hawaelewa. Biblia inasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Umeelewa? Iko hivi. Unapokuja hapa kanisani, si unakuja kwa Mungu. Ndani yako kukiwa na tumiungu, Mungu anaanza kutupiga tule tumiungu twako. Kwa tule tumiungu tunabaki hatuna kazi. Hatuwezi kukusaidia. Ndio maana mara pengine katika kitabu cha Ufunuo anasema basi kubali kuwa baridi au kwa moto. Hii aliyokaa uvuguvugu unatapikwa. Yaani kuna watu kila akija mbele za Mungu madhabahuni unakuja kupigwa.
hauji kuongezewa. Okay, labda ili mnielewe vizuri. Mnakumbuka watu waliotekaga sanduku la Bwana? Mnawakumbuka? Naongea na watoto wa Yesu. Mnawakumbuka? Mnakumbuka walipoliteka sanduku walilipeleka wapi? Walilipeleka nyumbani mwao, walilipeleka, si walilipeleka kwa Mungu wao? Kulipokucha walikutaje? Aya, wakamsimamisha. Kesho wakakutaje? Mbona hamjibu? Mnajibu kwa mashaka, msomagi Biblia. Siku ya kwanza wakakuta, wanapoamka wakakuta Mungu wao amefanyaje? Mungu ni mwenye wivu, hawezi kukaa chumba kimoja na miungu. Haya, walipomuondoa yule Mungu wakampeleka mtaani, mmefuatilia nini kilifuata? Kirumana huko nje huko watu walikufa. Mmeelewa? Wani walipotoa mle kasa anamnyanyasa Mungu wetu, wakajaribu kupeleka nje. Nje kitu gani kilitokea? Hawasomi Biblia hawa. Paka wakasema, hey, atoke huyu. Yeye Mungu ni Mungu mwenye wivu, anajitosheleza, hahitaji jeshi la kupigana. Unajua, ngoja sikiliza. Mungu akikaa ndani kwako kweli kweli na akashuka ndani, umeruhusu nguvu za kukupigania. Ndio maana Mungu akikaa ndani, huhitaji kuomba, huhitaji kulia, yeye peke yake anashughulika. Tuna kazi moja tu ya kutengeneza mahusiano yetu na Mungu, ndio kitu kinachotakiwa. Sasa sisi tunazama kuhangaika na vitu ambavyo haviwezi kutusaidia. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna wakati watu wengi wanafikiri tunaposema iondoe miungu, miungu inasababisha wewe usifanyiwe kitu. Kwa Mungu anapokuja kwako anachoshughulika na vimiungu tu. Wenzetu walifikiri wamesha wateka Waisraeli, kwa kuwa tumemkamata Mungu tumemaliza. Na yeye kama mpole atakasa, twendeni niwaonyeshe chai. Wamebeba koko, wanashangilia, wanachinja na mbuzi. Tumewanyosha. Kumbe ndo wanajinyosha. Misri kanyamaza kimya. Waisraeli wasiojua walirarua na mavazi. Hey, yes, wameteka Mungu. Mungu amewaita. Wewe walipata cha moto. Cha kwanza Mungu wao kaanguka. Wakamsimamisha, wakamrekebisha mwili ulimovunjika. Kesho kuna kucha, walikuta vipande pande. Mahali palipo na uwepo wa Bwana, miungu haiwezi kukaa. Hamjawahi kuona Mungu sika anakutana na Musa? Anaambia Musa, nchi unayosimama sasa mtakatifu, lazima uvue viatu vyako. Mahali palipo na uwepo wa Bwana panahitaji utakatifu, panahitaji utulivu, hapahitaji marongorongo ya maneno. Mnakumbuka mtumishi wa Mungu jana amezungumza sana kwamba maneno yanatutesa. Usifikiri yale maneno ya watu kutatateta ni vimiungu. Yaani vimiungu nye vina kazi. Miungu inapambana kujirinda. Hujawahi ona mtu anaingia tu kumzungumza mtu, anaingia kwenye mjadala, anachangia hoja, anaanza na kukasirika na yeye. Hajawahi kosana na huyo mtu hata siku hii moja, ila ameyakuta mazungumzo ya watu. Umejiuliza ni kitu gani kinachoanza kuchochea zile hasira na uongo naongeza, na yeye anachochea para naongezea na maneno? Miungu iliyoko ndani. Sasa Mungu anasema wazi, anasema alipowaambia wana wa Israeli watoe ile sadaka, wametoa. Anaambia sasa, mimi nitapita, nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote wa Misri. Maana yake nitapiga rango linalosababisha wa Misri watoboe. Hivyo naelewa maana ya kupiga wazaliwa wa kwanza. Maana yake naondoa mahali panapowafanya wafanikiwe, palipoachilia kiburi chao,
Kiburi cha Farao kilikuwa ni lango lake, ilikuwa salama. Alipopigwa mzaliwa wa kwanza wa Farao, na ashukuru Farao mwenyewe kuwa mzaliwa wa kwanza, maana angekuwa mzaliwa wa kwanza yeye mwenyewe angedondoka. Hicho ndio kilichomuokoa. Wewe fikira, anasema alianza mwa Farao mule mule. Yaani Farao kafiwa na mtoto wa kwanza, mlinzi wake kafiwa na mtoto wa kwanza. Umewahi upige picha? Yaani ule bodyguard anayemlinda rais kafiwa, na rais kafiwa. Hivi huo msibu na kweje hapa? Mkuu wa majeshi kafiwa, waziri mkuu kafiwa. Mnafikiri kilikuwa kichekesho? Misri palikuwa hapa kaliki. Hakuna aliyeomba wa kwenda kumsaidia kuchimba kaburi, maana wachimba kaburi wote wamefiwa nyumbani na wachimba kaburi wengine wamekufa. Mmeipata hiyo picha? Unafikiri Mungu akikasirika kuihukumu miungu ni kipadogo? Kwa sababu nguvu za miungu zilikuwa kwa wazaliwa wa kwanza, na ili awaondolee uhalali alipiga yale marango ya wazaliwa wa kwanza. Na kwa nini aliwaachia Waisraeli wazaliwa wa kwanza? Wangepigwa wazaliwa wa kwanza, waliondolewa uhalali unao, marango yao yalifungwa. Na ndio maana Biblia inasema walipaka kwenye milango. Sifikiri ni mlango ule tu, ni lango la rohoni. Mwambie mwenzio lango la rohoni. Jamani, Bwana asifiwe. Ni lazima unajua miungu ina kazi ya kushikilia mfumo mzima wa maisha ya watu, na ikishashikilia mfumo mzima wa maisha ya watu unakaa kwenye lango. Haleluya jamani, haleluya. Na ndio maana miungu ilipohukumiwa, Farao maisha yake yote na ujanja wote ulisha. Yeye mwenyewe akasema sitaki kuwasikia na sitaki kuona, nendeni. Jamaa waliposema nendeni, kwa nini ndo waliondoka? Waanza sasa tupe dhahabu. Wakaanza kuzunguka. Hatutoki hivi. Tulikuwa tunawasaidia kufyatua matofali. Leta dhahabu hapa. Ukibisha atakufa wa pili. Hivi nyinyi mnafikiri wa Misri walitoa dhahabu bure? Mungu alijua hawatapewa, lazima wapigwe kwanza. Hivi mtalia na msiba anazuiaga kwenda chumbani. Wanasema nani iko wapi, mama anafanya anaonyesha. Waisraeli wababe nye. Wewe asumai tafakari, watu wanasema Mungu aliachilia. We, zile sadaka zilikuwa za msiba. Yaani Mnyakiosa amefiwa na nyamba, mtoto lake la kiume, alafu lilikuwa na kazi serikalini, lilikuwa anafanya kazi kwa rais. Na migomba sasa fiekeni. Anafinda Ameria vizuri, mimi Israeli kaina kusanya tu. Anaambia kuna hela zimebaki, zile pale kwenye kibuyu, chukueni. Chukueni, huyu Mungu wenu wao vya chukua. Mwingine ndo mume ndo ameondoka, maana alikuwa mzaliwa wa kwanza. Yaani wewe fikiria, mwingine mume alikufa, alikuwa mzaliwa wa kwanza, na mtoto amekufa, alikuwa mzaliwa. Kwa ana misiba miwili ndani. Wengine wote watatu hapa, mama alikuwa mzaliwa wa kwanza kadondoka, mume alikuwa mzaliwa wa kwanza kadondoka, na kaka yao kadondoka, na nyumba moja na misiba mingapi? Biblia inasema walibeba vyombo vya dhahabu. Walipewa dhahabu za kutosha. Walirudisha uchumi. Unasikia watu wengine wanalalamika sasa, Waisraeli wanatakiwa, Wamisri takiwa walipe Waisraeli, walifyatua sana yale mapa. Wewe siku ya msiba walibeba vyote. Kasome Biblia vizuri. Na anasema takeni kwao vyombo vya dhahabu. Sio mnatafuta bakuli yale alisema Elias. Yale mnaweka dalini ndo leta. Vyote vya dalini. Umeweka wapi? Wale watu
Na ndio maana walipokuwa bahari ya Shamu, waliposema wale wa Misri wanakuja nyuma, wakakumbuka na dhahabu walizobeba, wakakumbuka na masufuria yao waliobeba, wakakumbuka na kila kitu walichojibeba, vyombo vya dhahabu, mikufu yao yote wanayo hapa. Alafu wana hasira ya kufiwa, wanakuja. Mnafikiri kilio cha Waisraeli kilikuwaje? Wakasema Musa, ulitudanganya. Kamanda wa Yesu akasema nyamazeni, mtaona wokovu wa Mungu leo. Mungu mtamnye. Akasema Bwana atawapigania ninyi mtanyamaza. Hao mnaona wanakuja na mbwembwe na farasi na mikuki na bunduki, ninyi hamnaga hata farasi wa vita. Wote wale mnaoona mlimani hamtawaona tena. Hao wa Misri mnaoona leo, wale makamanda waliokuja na hasira za kufiwa, hamtaona. Hebu wewe fikiria, anayeongoza kikosi amefiwa na baba, amefiwa na mama, maana wote walikuwa wazao. Alafu na mtoto wake amekufa. Anakwacheje wewe uliyebeba na tuzahabu? Mimi nilikuwa najiuliza tu juzi, waliyekuwa na mzika hapo, fuatilia kisa nini? Kisa ni imani za kishirikina. Bwana asifiwe. Wakaamini kwamba yeye ndiye aliyeua. Angalia tu, mtu hajaua, hawajamwona, hasira tu za wanadamu kuamini kwamba maneno aliyozungumza yale ndio atakuwa amesababisha. Hawajaona hata uchawi ameugua, alikuwa wanamtibu, lakini wanaenda kuchukua mapanga wanaua mwingine. Sio, unaiona hasira ya wafiwa? Watoto wa Yesu, haleluya. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Hebu ng'ang'ana, miungu ina nafasi ya kuzuia vitu vingi. Waisraeli walikaa nayo miaka yote, wakachikamana na wa Misri bila kujua. Wao walikuwa nafikiri wapendwa, kumbe wanaharibu vitu vya kwao. Hebu jifunze kuanzia leo. Tunaposema Bwana, shughulikia miungu ya babako, anza kutafakari. Tusichukulie poa watumishi wa Mungu. Njoni tuende kwa kina. Anza kupembua kwa kina. Mimi nikiutazama mkono wa Mungu ulivyo hodari, akiamua kuja upande wako. Jamani, yani Mungu akija upande wako, hutatoera unatozungumza. Fikiria Waisraeli walikuwa maskini, wanafanya kazi kufumba na kufumbua. Waliokuwa wababe walipewa kwanza msiba. Waliachia dhahabu wenyewe kwa siku hii. Mungu hawezi kukutoa utumwa na kukutoa hapa tupu. Mnaelewa kitu hicho? Naongea na watu. Mnaelewa? Mungu hawezi kukuondoa kwenye utumwa akakuondoa mikono mitupu. Hiyo sio Mungu. Mungu akiamua kukutoa kwenye dhambi, anakuondoa jumla. Akikuondoa tu kwenye dhambi, anaachilia kitu kinaitwa utajiri na heshima viko mikononi mwake. Fikiria jamaa wanaondoka siku moja, walikuwa wanaitwa watumwa. Walikusanya dhahabu za kutosha. Yaani miaka yao yote kwa lugha nyepesi walioitumikia Misri kwenye eneo la uchumi lirudishwa. Piga makofi bwana kama mnaelewa. Watu wamekaa miaka 400. Gharama ya damu imemgharimu Farao kwa kiburi chake. Lakini angalia, Biblia inasema walikusanya dhahabu za kutosha, walikusanya vyombo vya dhahabu vya kutosha, hawakutoka mikono mitupu. Mungu akiamua kukutoa kwenye shimo la mateso, hakutoagi hivi hivi. Na ndio maana alipokuwa anamtoa Gideon, hakumtoa na nguvu tu za kwamba pige, no. Alirudishiwa kila kitu, alirudishiwa uwezo wa kupiga, alirudishiwa uwezo wa mali, alirudishiwa uwezo wa uchumi, alirudishiwa heshima. Kila Mungu alikotuma kupiga, alipiga na kuteka nyara. Wanarudisha vyote walivyokuwa na kunyanyasa. Sasa umeendelea kukaa tu. Jamani, njoni tuombe. Amkeni saa ngapi? Watu hamtaki. Njoni tukesha, watu hamtaki. Njoni madhabahuni mlie kwa Mungu, watu hamtaki. Mnafikiri Mungu atakuja tu kwa yale maombi ya kitandani? Baba, katika jina la Yesu, unanijua mimi. Yaani nani amekwambia yeye hakujui? Mara bana. Mzee amezungumza vizuri sana. Chukua hatua. Ndio maana ukisikia siku ile nimewambia, ukiona una mazingira ya kuweza kutoka, chomoka. Vaa nguo zako, saa 9 imekukuta, njoo kanisani kama unaweza kufika kanisani.
Kama uwezi anza maombi, kisha maliza yale maombi, fanya maandalizi ya haraka haraka, saa 11 uwepo kanisani, unganisha, uone kama mabadiliko. Na haya sio maombi ya kwamba tunaacha leo. Tulipoambiwa tunaanza maombi ya saa 9, sio ya siku moja, mpaka watu tumevuka. Sikilizeni nyinyi, niwaambieni hivi, Yesu alipokuwa anatengeneza maisha, mlikuwa mnamwona anavyohubiri mchana? Nani aliwahi muona Yesu anaomba mchana? Someni Biblia kwenu kama muda wa mchana Yesu alikuwa anaomba. Muda wa mchana Yesu alikuwa anaponya wagonjwa. Umeelewa? Alikuwa anafufua wafu. Umeelewa? Alikuwa anawapa wenye njaa. Alafu kasome Biblia inasema kama desturi yake mlimani usiku kama mwana wa Mungu mwenyewe alikuwa anaenda kukusanya nguvu usiku mlimani. Alikuwa harari. Wewe unakoroma toka saa 12. Yana kuta mama anapika. Sasa nimechelewa, anasinzia na pale penye moto. Anaharakisha kweli mama. Akisha kula kidogo tu kwenye kiti hapa pakasharara mbangata. Nasimiri nimechoka. Kuna uchovu ulioko mwilini, sio kila uchovu unaokuja mwilini ni uchovu. Kuna mwingine ni uchovu wa vita. Mnanielewa? Si kila uchovu unaojisikia mwili wako umechoka si uchovu. Wewe hujawahi ona mtu ameenda kuombea mmoja, naambia roho, mbona ukaamka sasa? Unajua muda wa saa 3 hivi nilifuatwa. Kuna mtu alikuwa na shida kwenye mtaa wetu pale. Tukaombaomba mpaka saa 5. Sasa kwa kweli kufika saa 5 narudi nyumbani na saa 6 kasoro. Naona mwili ukao umechoka. Yaani saa 5 sasa uangalie mlokole huyu saa 5 tena amechoka. Ulizaga huyu mtu juage haombagi. Unanielewa? Kuna watu wanaomba saa 5, anaomba kuanzia saa 3 tanga amekula, analala saa 5. Lakini saa 8 akashaamka. Jamani, tuko kwenye vita, badilisheni system ya maisha. Acheni kuihurumia hiyo miili. Biblia inasema anayehurumia nafsi yake huyu ndiye anayeiangamiza. Lakini anaitabisha sasa huyu ndiye anayeiokoa. Mimi nawapongeza, kuna watu msikizi hata ile zamu ya siku moja wamegundua haiwatoshi. Anapiga siku 3, siku 2, siku 3, siku unamkuta leo yuko na hao. Unakuja kesho kuta tena unakuta yupo na hao. Unakuta tena Jumamosi yupo. Kuna watu wanapiga siku 3 umda. Na nawaambieni mtaona mabadiliko yao. Hatuwezi kwenda katika hali ya ulegevu. Nimemaliza. Naomba jiandae kuomba. Huu ni mwaka wa maombi. Huu ni mwaka wa toba. Usio mwaka wa kukaa. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Saa 9 neti tunatakiwa tuamke saa hizi. Simama. Na walio kwa zamu leo wengine hawajakanyaga hata kanyaga. Kwenye zamu hawajaja, wameshindwa hata kuja ibadani. Na waomba tukitaka kuvuka. Mungu hajawahi mtoa, nao hakikishia. Mungu hajawahi mtoa mtu utumwani akamtoa mikono mitupu. Hakutoa Mungu. Yaani mpaka mnaotona tuko hivi, kuna vitu vimesalia vya kimiungu vinavyotupa halali wa kubanwa. Lakini Mungu akishusha nguvu yake ya kukutoa, huwezi kubaki hivyo ulivyo. Sema, Bwana Yesu, ninaomba neema yako ya kujua nyakati na majira zilizo mbele yangu. Naomba kujua nyakati na majira, nyakati zilizo mbele yangu. Nipe neema ya kutembea katika nyakati zako, katika jina la Yesu. Kila vifungo vilivyoachiliwa juu yangu, naomba rehema na toba kwako. Nifungue Bwana, nifungue Bwana, nipate kujua majira na nyakati. Kuanzia sasa nisimame kwenye eneo langu kwa jina la Yesu. Shika sadaka yako.
Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya ibada ya siku ya leo, na asante kwa kusema na watu wako, na asante kwa kutukumbusha hizi hatua. Ni kweli kabisa Mungu, hatuwezi kuvuka usipoingilia wewe kati maisha yetu. Tunaomba toba na rehema katika kipindi hiki cha nyakati za mwisho. Tusaidie Bwana kusimama katika kusudi lako. Maeneo mengi tumeshindwa kulitukuza jina lako katikati ya mataifa. Wametaifa wameendelea kutushangaa, Mungu tuliye naye ni Mungu yupi? Maana kila wakitutazama maisha yetu hayafanani na neno lako linavyotuhitaji. Mungu, katika jina la Yesu tunaomba toba na rehema kwako. Tufunike na damu yako sasa tunapokwenda kwenye ratiba zetu. Tunaomba uso wako uende pamoja nasi kwenye biashara na kazi za mikono yetu. Tupe nuru na rehema katika kazi zetu Bwana. Achilia nuru katika mifumo mizima ya ratiba zetu. Tupe na riziki ya leo katika jina la Yesu aliye hai. Tuondolee kila vita, tuondolee kila manyanyaso, tuondolee kila milango ya kuzimu inayofuatilia maisha yetu na hatua zetu. Mungu, katika jina la Yesu tunakutegemea na kukuamini wewe. Baraka zako Mungu ziwe na kila moja, na itakase mikono sasa iliyoshika sadaka inayokuja kusogeza madhabahuni pako. Bariki sadaka ya kila mmoja wetu, bariki maisha yake, bariki kazi za mikono yake katika jina la Yesu aliye hai. Bwana kubariki na kulinde. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akiinulie uso wake kupe amani katika jina la Yesu. Amen. Tuendelee kuomba, tukumbuke saa 9 usiku. Amen.